Ni watu wa ajabu sana. Respect Kenyans. Wakenya ni watu ambao wakiamua kukusupport wanakusupport kwa 1,000,000. Na ambao naipata kubwa ukiachana na Tanzania ni Wakenya. Wakenya wakiamua kukusupport wanakusupport kwa 1,000,000. So ladies and gentlemen, sauti ama unemfuatilia hapo ni msichana kutoka Tanzania ambaye alikuja na kujitolea na kusifia Wakenya kwa lile jambo ambalo alikuwa yasema tu kawaida ya kwamba Wakenya wakikupenda wanakupenda cha ukweli ukweli, na Wakenya wakikuchukia wanakuchukia cha ukweli ukweli. In a way that yeye mwenyewe alijitokeza na kusema kwamba support ambayo amepewa na watu ama na jamii ya kutoka Kenya ni support kubwa sana hata kuliko ile ambayo nchini mwake alikotoka, akimaanisha kwamba Kenya akiamua, ni mtu ambaye ametoka Kenya akiamua kuja na kukusupport ama kuja na kukupenda, yani akupende ile bila kulazimishwa na mtu ama bila kushurutishwa na mtu aje akupende, basi kuna hadithi nyingi ama kuna examples nyingi ambazo Wakenya wamedharisha. Na huyu msichana ametoa moja ya kama mfano, yeye alipokuwa yatoka yasema kwamba baadhi ya Wakenya walimwambia ile kwamba kumwambia imba ngoma ya Kasongo ama imba nyimbo ambayo ina sound ya Kasongo, yani the way that you know the Kenyans people wako na ile ya kwamba wana mock president wao na kumuita Kasongo, ile ngoma ambayo ilikuwa zamani hapo, kumaanisha kwamba ni mnyama ambaye kuna sura mbaya ama ni mnyama ambaye yani mnyama ambaye hana maisha mazuri kwa ufupi. Sasa wakawa wamemwekea kama president wao, wakamnickname na ile jina ya Kasongo. So huyu msichana akaambiwa kwamba tuimbie nyimbo ya Kasongo, we are going to pay you. Na msichana amehakikisha mwenyewe hapa kwa kusema kwamba aliimba hiyo nyimbo and some of Kenyans walikuja na wakamlipa some cash ambayo hakutarajia kabisa. But that's not my problem. My problem leo inakuja hapa. Tuko na kasumba kamoja sisi kama Wakenya pia, ama wale kama Wakenya. Na kasumba yenyewe ni ile ya kwamba Kenyans endapo kuna kitu ambacho kimetokea kibaya kwa Mkenya wenzao, wanapenda sana kukashifu ama wanapenda sana kutangaza ile jambo kwa wingi na kwa ukubwa sana. Yani ile jambo endapo kuna Mkenya mmoja amefanya blanda moja nchi yoyote ambayo labda iko nje ya nchi ama hata ndani ya nchi, kama ni blanda moja kidogo tu amecheza, wallahi utaona vile ambavyo Wakenya watakuja watamcharukia yule mtu, kumtukana, matusi, bla bla, kila kitu blanda hapo amecheza mwenyewe. Na kasumba kaka ndo vice versa yake inakosekana, in a way that Mkenya yeyote yule ambaye atakuwa amefanya jambo zuri ku represent Kenya, ama Mkenya ambaye atakuwa amefanya jambo ambalo lina represent Kenya kwa uzuri, wallahi Wakenya wataongelelea. People from Kenya, they will not talk about that person. Wanasubiria mpaka ile time amefall chini hivi. Once akisha fall chini akionekana sasa huyu amefail ama huyu amefanya kitu ambacho sio sahihi ama huyu amefanya kitu ambacho kinatudhalilisha kama Wakenya, pale ndio utaona Wakenya na wasamaria wema wanaojiita Wakenya ambao wako na ma-advisors ambazo hazijulikani zimetoka wapi, ndio pale utasikia tulijua tu, we knew that it's going to happen, we knew that hata toboa, tulijua yanajifanyisha watu wengi. So I'm talking this through my experience. Kuna jamaa moja hivi kutoka Qatar na jamaa mwingine pia ametoka Saudi Arabia. Tukianza na jamaa kutoka Saudi Arabia, breaking news ilikuja mwaka jana, that it was 2024, ambapo huyu jamaa alikuwa yastahili kunyongwa because alikuwa anafanya kazi kwenye certain accommodation ndani ya Saudi Arabia, na mmoja wa wafanyaji kazi wenzake ambao wanafanya nao kazi akamdunga kisu kwa sababu ya kwamba walikuwa na hasira, wamekosana tu, na kwa sababu alimdisturb kwa kumdunga kisu, yule jamaa alikuwa something like Lebanon, something like that, if I'm not wrong. Yule jamaa akafariki, na jamaa alipofariki, jamaa alichukuliwa akapelekwa gerezani na akaambiwa hukumu yake ni kunyongwa kifo, lakini akitaka asave ama akitaka epuke kunyongwa kifo, basi familia yake inatakikana iraise a certain amount Kenyan shilling ambayo ilikuwa ina amount almost 230 million, of which kama Wakenya walishindwa kuchanga ile milioni 230, ama kama serikali ya Kenya iliposhurutishwa ichangele pesa, wengi walishindwa kuchangele pesa. Na hizi habari tulizisifia sana, hizi habari tulizitangaza sana kila mahali. Mimi nikiwa mmoja wapo kwamba nilikuja kwa KG Chipande pia nikawaelezea story ya huyu jamaa ambaye Saudi Arabia alikuwa auliwe kabisa na asirudi zake Kenya, kwa sababu familia yake ilikuwa ni duni na familia yake haikuwa na ule nguvu ya kutafuta hizo milioni 230. Hivyo basi familia yake ikatafuta misaada kila mahali, kila njia, kwa serikali na kwa zile taasisi ambazo si za serikali kila mahali Kenya. Lakini guess what? Walikatazwa kabisa. Lakini Allahu ala, Mwenyezi Mungu mkubwa akaja na akatoa watu ambao ni jamii ya Kiislamu, Islamic community, ambao walikuja kwa pamoja, ambao ni kama Islamic Foundation, ambao walikuja wakapata ile kesi na wakaisimamia, wakaangalia wapi pa kusaidia, na hawa watu ambao ni group ya Kiislamu
waliamua kutoa ile milioni 230, na hivi tunavyoongea ama sahihi KG anavyokuambia, yule jamaa yuko nyumbani Kenya pamoja na familia yake ya enjoy, na akaepuka umauti ama akaepuka kile kifo kama adabu ambayo angepewa ndani ya Saudi Arabia. Sasa swali langu ama kitu ambacho kimenishtua hapa ni je, mbona Wakenya hawaongelelei hino story ya kwamba kuna jamaa ambaye alikuwa anastahili kunyongwa, lakini kunao wasamaria wema ambao walijitokeza na kutoa pesa ile ambayo inaitwa blood money ambayo ilikuwa inatakikana na Saudi Arabia ili asinyongwe. Na pesa ilipotolewa jamaa alisave, na mpaka sasa tunavyoongea yuko nyumbani. Kenyans don't talk about this. They don't appreciate. It's like wanataka tu mabaya. Endapo tukiambua angekuwa amenyongwa, najua tungekuja wengi sana tukaitrendisha, ikaonekana kama trending news. Lakini kwa sababu tumeambiwa kuna baadhi ya watu fulani ama group fulani lilileta likatoa pesa, ndio maana yule mtu hakunyongwa, akachukuliwa akapelekwa zake nyumbani. We are not talking about that. Hatuongelelei kuhusu story. So here I'm very much sure 100%. Sasa KG akikuja hapa akiwaambia Nduta amenyongwa, yule msichana ambaye alikuwa anafaa kunyongwa kule Vietnam. Nikija nikiandika topic hapo, Nduta amenyongwa leo saa 7 mchana. Nduta ananyongwa leo saa 3 usiku. A lot of people they'll come here watching that video. Waone vile ambavyo anyongwa, ama wasikie alinyongwa vipi, ama wasikie kitu gani kilitokea mpaka akanyongwa. Lakini nikija nikiandika topic ya kwamba Nduta awasili kwa wazazi wake, I know some of them, a small percentage of people watakuja wajiangalie, watakuwa na raha kwa sababu wengi walikuwa na ile maombi ya ukweli kwa sababu wanataka asaidike. But some wataboeka ile ashafika nyumbani kwao, basi sitaangalia tena. They'll not care again. Kwa sababu gani? Ni kama wanataka waone tu mabaya. We just need to see negativity kila wakati. Tukiona positive vitu positive, hatutaki kuviongelea. And this guy from Qatar, nitaongelea huyu jamaa ambaye ni TikToker pia, ambaye sasa hii amekuwa somehow maarufu. Najua Qatar tuko na ma TikTokers wengi sana ambao wanafanya TikToks, na most of them utapata ni wachekeshaji ama wale wa story tu za kawaida. But there's this guy ambaye ana advertise some product, na jamaa akiongea lectures zake, anaongea lectures za kawaida, yani vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia, na ni mtu ambaye haogopi kusema kwamba yeye ametoka Kenya na ana represent Kenya kwa heshima zake. Na mimi I need to congratulate kwa sababu tunasema chenye sifa kipewe sifa yake. Tusisubiri mtu akapotea ama tusubiri mtu akaanguka ndio tukaja tukamuongelelea. I'm talking about this guy ambaye anaitwa Benja. Kama watu ambao wanamfahamu, huyu jamaa anaongea vitu fiti, na kiukweli kabisa mimi namcongratulate Benja kwa sababu zile vitu ambavyo anafanya. Hata niliona a certain just the other day I saw a certain video ambaye alikuwa anakuwa interrogated na a certain national television ya Qatar, akiulizwa vile vitu ambavyo anafanya. Alisema alikuja hapa wakati wa World Cup na amefurahia ile maisha ya Kenya, na kazi yake ni kufanya, anafanya na masuala ya cargo, na he's enjoying, he's getting time to go in, he's exploring Qatar and he's okay, smiling every. We need to congratulate this. Huyu jamaa lazima tumpe maua yake na tukubali ya kwamba anafanya kazi nzuri. And it's not about who is a big TikToker ama who is a famous TikToker ama who is doing good in TikTok. Lakini mimi naileta in a way that tuseme, yani chenye sifa tukipe sifa, na tusisubirie kile ambacho kinafaa ama kinastahili kwa sifa sahihi. Tusisubirie paka kianguke ndio tuje kwa pamoja tuanze kukikashifu tuseme kimeanguka. I do understand Wakenya wenzangu ama those people from Kenya wana amani, wengi wao sana sana especially kwenye mtandao wa kijamii, wakija wakiona Mkenya mwenzao anakuwa attacked na watu wengine kando, Wakenya hawatanyamazia. Lakini wakija wakiona Mkenya mwenzao ameangushwa ama kuna kitu fulani amekifanya cha blanda, Wakenya watamwataka huyo Mkenya mwenzao. Nafikiri I don't want to say we need to change, but what I can say that lazima tuiangalie kwa jicho la pili ili tuone ni jinsi gani ambapo tutafanya ili tu appreciate wale ambao wanatangaza nchi yetu kule nje kwa uzuri. It is what it is. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video.